kujitambua zaidi na waweze kutimiza ndoto zao kirahisi zaidi. Kwa sababu kwa nini mwingine anaweza kuuliza kwa nini mabinti? Tuko kwenye karne ambayo inamuhamasisha na inamwezesha mwanamke, na wanasema ukimwezesha mwanamke basi umewezesha jamii nzima. Kwa hiyo tumeona kwamba hawa mabinti tuanze kuwalea wakiwa wadogo, hususan kwenye masuala mazima ya kiuchumi, hata pia kisaikolojia kama Aunty Sadaka alivyoeleza kwa awali, lakini pia katika malezi ya kiroho na maeneo mbalimbali. Na mwezi huu katika event yetu tuna kauli mbiu inasema uthubutu wetu ndio mafanikio yetu. Bila uthubutu kufanikiwa ni ngumu. Lazima uthubutu. Na usipothubutu basi utaendelea kuwa mtu wa kawaida. Na ili uweze kuwa mtu ambaye sio wa kawaida ni lazima ujifunze kuthubutu. Kwa sababu vitu vingi sana viko upande wa pili wa hofu yako. The things that you are afraid of, the things that you desire, they are on the other side of the fear. Kwa hiyo kama unataka kupata faida, faida iko upande wa pili wa kuogopa. Wengi wanaogopa kuanzisha biashara, wengi wanaogopa kutimiza ndoto zao kwa sababu ya namna moja au nyingine, lakini ndio mafanikio yalipo. Kwa hiyo tutaweza kuwafundisha mabinti waweze kujiamini, lakini pia waweze kupambania ndoto zao. Msichana yeyote mdogo ambaye ana miaka kuanzia 25, kwa sababu hicho ndio kizazi ambacho kimezaliwa mwaka wa 2000, wewe mwenyewe unataka nini? Kwa sababu tupo kwenye dunia ya kidijitali, dunia ambayo inakuonyesha vitu tofauti. Utaingia TikTok, utaona watu wanafanya hivi, unaona watu wanaenda Dubai, wana hivi, na wewe utataka. Mind you, haujui wamefikaje huko Dubai, wameendaje huko South Africa, wamefanyaje, lakini kwa sababu wanakuonyesha kwenye mitandao na wewe unataka cha style hiyo. Utawaona watu wa aina tofauti, watu ambao katika umri wako wana miaka 23, wana miaka 24, wana magari mazuri, wana nyumba nzuri. Itakuhamasisha, itakupa pressure kwamba kwa nini mimi bado sina gari, umri wangu umeenda na wenzangu wana miaka 23 wale wana magari. Kwa hiyo dunia hii ya kidijitali nataka nikwambie kwamba ina vitu vingi, ina mambo mengi, lakini you should stick to what you want. Kwa sababu with social media kupepelushwa ni rahisi sana. Tunaona hata watu wana miaka 40 akiingia mtandaoni anaona kuna watu, let's say, mahusiano yao yako vizuri sana mtandaoni, wanapelekwa watu wake zao, wanawapeleka Dubai, wanapeleka, anaona mume wangu mimi hajui kunipeleka kokote kule. Kwa hiyo anajisi vibaya. So sio tu kwa ajili ya mwaka ya watu wenye miaka 25, 24, 23, ni kwa watu wote. Unapotumia mitandao, tumia kwa sababu kuna kitu unataka kukiongeza ili watu wanufaike na kile kitu unachokijua. Na si kwa sababu unatamani kuiga maisha ya watu. Kwa sababu nikisema unaingia pale kuiga maisha ya watu, wewe utakuwa tofauti kila siku. Kesho utakuwa kaka Ruvanda, kesho kutwa utakuwa Aunty Sadaka, kesho kutwa utakuwa kaka Mesha, kwa sababu unabadilika kama kinyonga kutokana na vile unavyoviona mtandaoni. Kwa hiyo usibadilike, kuwa wewe na usiache kukimbiza ndoto zako. Popote ambapo binti amepitia jambo ambalo kwenye jamii tunaliona limeshusha thamani yake, mimi naomba niwaambie ni majaribu tu ya Mwenyezi Mungu. Popote ambapo unapita, Mungu anakwenda kushtua nguvu iliyoko ndani yako. Kwa hiyo jamii, kwa mabinti ambao labda tunaangalia ndoto zao zimekufa mahali kwa sababu ya kupata mimba, let me tell you the truth. Ile mimba ilikuwa ni wake up call. Ilikuwa ni bahati mbaya. Hakuna binti ambaye anatamani kupata mimba. Kama tukicapitalize kutoka kwenye ile mimba, tutakuja kutengeneza binti jasiri, binti mwenye nguvu ambaye hata kubali kubaki kwenye ile eneo ambalo ameharibikiwa. Lakini nikiongea na mabinti, naomba niwaambie, popote Mwenyezi Mungu anakokupitisha, ana sababu ya kukupitisha. Kwa hiyo kikubwa, jipende wewe, jithamini wewe. Usijiweke mahali ambapo patakwenda kukuingiza kwenye majanga, kwa sababu tunasema hatujui ni wapi patatupigia saa ngapi. Kwa hiyo ni vizuri kuchukua tahadhari. Una ndoto yako, usibaki nayo. Tafuta mtu, sema naye. Kama wanaokuzunguka hawakuelewi, tafuta na mahali pengine, kuna mmoja tu atakuelewa. Lakini pia niongee na wazazi. Tumemsikia binti yetu kutoka mabinti wenye ndoto, anasema kubali ndoto yako iweze kufanywa kazi. Kwa hiyo wazazi, hebu tusikalie vipaji vya watoto. Hata kama kuna mahali aliharibu, the second chance Mungu pia anatupa. Kwa hiyo mzazi, mtoto wako ambaye alipata tatizo,
mimi nakutia nguvu, mpe nafasi ya kujitafuta ndani yake na aweze kusimama kwenye maisha. Leo tuko hapa kuwajuza Watanzania wote kwamba tarehe 5 mwezi wa 4 tutakuwa na kongamano letu la thamani ya binti mwenye ndoto ambalo litafanyika Mlimani City. Mimi ni mlezi wa Voice of Eagle na proudly niko hapa kuongelea binti mwenye ndoto. Binti mwenye ndoto ni wazo lilikuja na ninaliona ni wazo ambalo matunda yake tumeshaanza kuyatumia. Matunda yake yameshaanza kuwa spill kwenye jamii. Ndani ya binti mwenye ndoto naona commitment. Kitu kikubwa ninachokiona ni commitment. Na hii ndio inaonipa nguvu ya kusimama hapa leo na kuiongelea kwa nguvu sana binti mwenye ndoto, kwa sababu ndani ya binti mwenye ndoto kuna uthubutu, kitu ambacho ni muhimu mno, ambacho kimewapeleka mabinti maeneo mbalimbali kuweza kupasua ndoto zao. Mahali ambapo tumeona ujasiri, mahali ambapo tumeona commitment ndani yao, lakini kubwa tumeona utendaji. Kwa hiyo tukutane tarehe 5 mwezi wa 4. Tu wape uwezo mabinti ili waweze